hapo. Mambo yanakaa vizuri, mambo yanakaa poa, mambo yanakaa vizuri, si ndio? Hapo mambo yanakaa vizuri na mambo yanakaa poa kabisa. Mtazamaji wa Mkaya TV, naitika kwa jina la Ngosha wa Mkaya, na hii ni wa Mkaya TV. Tuko live kabisa na Nyanda Minziku, ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri kunako mziki huu wa asili, japo wakati mwingine kama jamii tu kama mzingati hivi, ila binafsi nikimfuatilia na nikitizama kazi zake, ni miongoni mwa kazi ambazo zimefanya vizuri kabisa. Nyanda Minziku, au niseme shikamoo mwalimu? Nyanda Minziku, tukianza kwanza kwa ufupi, Nyanda Minziku ni nani? Jina la kutafuta ugali naitwa Nyanda Minziku. Jina la kazi kama jina langu naitwa Minziku Nchimani. Na ulianza vipi kwanza mziki, yani idea hadi ya kuanza kufanya mziki wa asili ilianzia wapi? Muziki wa asili wakati nikiwa shuleni nilikuwa naimba tu, lakini naimba tu kama kipaji ambacho nilikuwa nacho. Lakini kwanza rasmi kabisa kuanza kurekodi nilianza 2022 mwezi wa 7, ndo nikaanza rasmi kwenda studio. 2022 mwaka 2022 ndo ulianza rasmi kurekodi? Ndo nilianza rasmi kurekodi. Na kazi yako unaikumbuka kazi yako ile inaitwa Buchoji, ulifanya mwaka gani? Nilipata rekodi mwaka 2022, hiyo Buchoji na Babiaji na mwanamke mpambanaji pamoja na Irange. Ndo kazi zako za kwanza? Ndo kazi zangu za kwanza, na Mafarisayo ambao nilienda kurekodi kwa siku moja, yani kwa wakati mmoja, kwa mkupuo ngoma kama 5 hivi. Kwa nini sasa ngoma 5 kwa siku moja? Au ndo ile ulikuwa unasema yani lazima? Kwa sababu nilikuwa na mwanzo sana baada ya kupigiwa zile beat melody nini, nikaona mbona kama hii hapa napita na kila beat napigiwa na mbona kama wimbo hapo, mawazo yapo, idea zipo. Ukapita nazo zote hizo 5? Nikapita nazo zote zile 5. Mimi kilichonifanya nikutafute ni kumuhusu Wande na Darubini Kali. Wande na Darubini Kali walihusu kwa mara ya kwanza ngoma yao ambao walienda kurekodi ni wimbo wa mtoto wa Kiafrika, ni kipaji cha mtoto wa Kiafrika. Kwa maana nilitengeneza series, alafu baadaye nikawaambia waimbe, kwa wamepita naye sasa kwa mpangilio mzuri kabisa, hata studio wa kuhangaika. Basi ndio hiyo ile kipaji chao ikawa kimeibuka hivyo. Maana walimu walikuwa kiniambia mbona madogo naona wanatunga kuimba, hata hebu angalia mwenyewe akawa na kipaji. Ndio hivyo sasa akawa ameenda kupita na ule wimbo vizuri. Na kazi zao pengine ni kazi yao ya kwanza ni ipi? Kazi yao ni kipaji cha mtoto wa Kiafrika. Alafu ikafuata na ile ambayo ulifanya nao inaitwa Ajira. Ajira. Na ajira, kwamba changamoto za ajira ndio nikawa nimepita na kwa nini nilipiga wimbo wa ajira? Wimbo wa ajira nilipiga kwa sababu nilijaribu kupiga nao, na maana wakati naenda studio, wakati naenda majukwani, walimu wakawa mbishi sana, wakawa mbishi kwa nini watoto asili wewe wasipite tu na masomo. Nikasema kutokana na kwamba kuna changamoto za ajira na watoto tayari mimi ni watoto wa mwalimu, bora tutoto sasa fursa zingine, kwamba kipaji alitorete mtoto kama ni ususi, kama ni nini, kama ni kilimo, nataka umwanzishie mapema kwa ajili ya kumnusuru kwa ndoto zake za baadaye.
inaonekana kutana na changamoto hizo, japo maselimu na kiongozi wa halmashauri walikuwa wananipa sana kipaumbele na wakaniambia kwamba nisije nikawaacha watoto wakapoteza ndoto yao ya uimbaji. Baada ya kukutana nao katika shule ya msingi Katario B kwenye mahafali ambapo mgeni rasmi alikuwa ndo huyo afisa elimu. Nilipoanza kuwazingatia na kuwafuatilia sana Wande pamoja na Darubini Kali, ni pale ambapo walipohusika kwenye kampeni za Sospeter Muhongo. Sawa. Ili kwaje paka ile gepo akalipata. Hilo gepo walilipata baada katibu wa kata wa Chama cha Mapinduzi baada ya kuona utunzi wangu, yaani na jinsi ambavyo watoto wanajiamini kwenye yale maafa, ndio kama nilishirikisha sasa kama kuimba wimbo wa chama ambao nilikuwa nasema CCM, yaani wimbo wa kwanza kabisa. Baada ya kupiga ndo wakanikaribisha sasa kwenye kampeni za serikali za mitaa. But Luis Sospeter Muhongo akawa ameapa, kaona mbona ni kipaji cha kipekee sana, watoto wanajitahidi sana katika uimbaji, ndio kama ameingia hivyo kwenye kampeni za uchaguzi mkuu, yaani karibia jimbo nzima tulikuwa tunakutana vikundi 10, lakini wakimewaja wakawa wanapenda mpaka sasa ndo wako hivyo na uongozi wa mtaa nimeshawataka na waleta juzi tu nimefungua kituo cha afya cha Kataya maana ndo walikuwa wafungua. Na pengine kwa wale wazazi ambao wanakuwa wazito ikija kwenye masuala mazima ya sanaa, watoto wao kianza kujiingiza kwenye sanaa, kuna baadhi ya wazazi wao wanasema ati sanaa ni uhuni. Kwa nini wewe kwako imekuwa rahisi mno kuwa support kwa vile wanavyofanya vipawa vyao? Sasa hivi wote ambao wanaanza kujitambua kwamba sanaa pia mchezo, hiyo ni ajira ya moja kwa moja. Ni ajira moja kwa moja, sio huni kama walivyokuwa wakichukulia, kwa sababu wameona baadhi ya vijana wanapoingia kwenye sanaa wanafanya mambo mazuri, wanajenga nyumba kupitia sanaa hiyo, ambapo ni kipaji ambapo kama ni ajira, ataweka kazi zake katika mtandao, kazi zake katika zinjenga na kawa nazitakia hela. Na hii ilikuja baada mtandao kijamii kusambaa, kumbe nao fani kama fani imelipa sana, wakawa wanaweka kipaumbele. Sasa tunapokisahau kwa sababu wazazi wao wamejaribu kusoma katika mashule, baada ya kusoma katika mashule zilikuwepo zile tamaduni, na serikali kwenda jitahidi kuifuata sasa wale wenye vipaji ili waweze kuendeleza. Na kwa kina Wande kwa mwaka huu tutarajie nini? Mashabiki zao watarajie nini? Mashabiki wa Wande pamoja na Darubini Kali. Kwa mwaka watarajia tu kwamba mashabiki za kina Wande watarajia tu kwamba kutakuwepo na show za chaka tutaka, maana tayari mpaka sasa nina vyombo vya muziki ambavyo nimeshavinunua, pia kuna gari ambayo nimeshavinunua ni kujili ya sanaa za chaka tutaka ambazo wategemea sasa zunguka mikoa kanda nzima, zunguka Kimsingi, zunguka Shinyanga, mtafika nitaenda Tabora. Mtawaona watu washuhudia sana, wanasikia tu katika kuangalia video zao, watoto wadogo kweli wana kipaji, wasubiri tu mtaanza tarehe 28 mwezi wa 5 ndio tunachotaka tutaka. Na kwako wewe, sisi ambao mashabiki zako, kuna kazi mpya umetofanyia wewe kama wewe Nyanda Music kwa mwaka huu? Kwa mwaka huu nimepiga nyimbo ambazo nadia na walimu, kwamba nadia na walimu ambao tumeimba na mtoto tena ni mdogo kabisa ambaye yuko chekechea, ambaye tumeimba naye kwamba nalia na walimu. Yaani tunazungumzia vile vipaji sasa, kwamba walimu wajaribu kuwa wanahamasisha watoto, sio kwamba unamkuta anauza ndizi gengeni msuri yeye kama mwalimu anataka aseme kwamba soma kuku, fanya kuku zingine kuku, ikusudia atakapomaliza shule aweze kujiajiri. Pia upo wimbo wa binadamu, kwamba unaongelea masuala ya binadamu, kwamba binadamu bwana tumehadiki zile vishuda waache, yaani wawe na ule binadamu. Na wimbo mwingine upo wimbo kama nyingi kwa kweli mwakini nimetoa. Na wimbo mwingine kama tunalaumu, ndio wimbo ambao tumetoa kwa mwaka huu. Yaani kwamba tunalaumu kwamba binadamu ndio kwa changamoto
anaweza akawa na kupitisha sehemu fulani akiwa na mimi anakuangamiza. Sasa kuonesha siasa hii ya wewe katika kufanikiwa kwamba kwamba sisi mkakata kama unapokuwa unakutana na masaibu mbalimbali, yani changamoto zile ikawa ni kufikisha hatua, yani kutawa daraja tu. Kwa watu wanakata tamaa, wanaweza kupata janga hili, lakini ile janga likiwa kumbe mlango wa kutokea kwenda sehemu nyingine ya mafanikio. Zungumza na mashabiki zako sasa, nafasi ni yako kwa Wamkaya TV. Sisi tunakwambia tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Wamkaya TV ndio hawa Asili Mtandaoni. Tunakupa nafasi ya kuzungumza na mashabiki zako. Kwanza ndio ya kumalizia na kuzungumza na mashabiki wao, waingie tu kwenye channel yangu ya YouTube Nenda Mziku TV au waandike Wande Sabuni au Darubini Kali takakutana na kazi zangu. Tuseme tu kama mashabiki tupende tamaduni zetu, tuache zile imani zingine, tupendane katika sanaa na sasa wasanii kwamba tupendane. Yani angalia kwenda mbele zaidi kuliko kuangalia kutaka kumfunza mzaa au kutaka kumkanyegea mzaa tu wewe useme. Mungu hapendi hivyo, na sanaa hizo zinarudisha nyuma walio wengi. Tupe na kakionjo kwa kumalizia sasa hapo twende tu. Binadamu kigeugeu, mbaya ndiyo maana tufanikiwi. Wimbo ambao nilipiga kwa Kijaruo njia mtandaoni, nikienda Mziku na damu watakutana na huyu. Shukrani sana ndugu mtangazaji wa Wamkaya. Mtazamaji wa Wamkaya TV, tumezungumza na Nyanda Minziku. Umemsikia hapa kwa Shikome Shangosha. Mimi ni Ngosha Mkaya na hii ni Wamkaya TV, Asili Mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Hakikisha unaenda kutizama kazi zake, andika Nyanda Minziku TV ama andika Wande Sabuni au Darubini Kali, uzipate kazi za kina Darubini Kali pamoja na Wande, pia pamoja na baba yao Nyanda Minziku. Unaweza ukaenda kwenye channel ya Nyanda Minziku TV upande wa YouTube, hakikisha una subscribe na unabonyeza alama ya kengele ili unazipata kazi kwa wakati zinapokuwa zimetoka. Pia wafuatilie kina Darubini Kali pamoja na Wande, ni miongoni mwa watoto ambao wanafanya vizuri zaidi. Picha hapo mambo yanakaa vizuri, natika kwa jina la Ngosha Mkaya. Sisi ni Wamkaya TV, Asili Mtandaoni. Chitalemmola tuisange komabala bale mbale kabili kushingisha mbala ke ya jaga mbana katendele mbale kabili po.